wote wameitwa katika shughuli, walikuwa kwenye shughuli zao. Petro ameitwa anavua samaki, anabadilisha kutoka kwenye kuvua samaki, anamwambia watu kwa sasa badala ya kuvua samaki tunavua watu. Kuna ufanano kidogo namna hii. Kwa Paulo tunaona pia katika safari yake kwenda kuzunguka kanisa, anakwenda kuzunguka kanisa, amepanga kila kitu, yuko katika kazi yake. Yesu anamuita hapa, sasa wewe utakuwa chombo kizuri, na baadaye kweli anapita kama Petro anabadilika kwenda mambo ya samaki, sasa anakuwa mkuu wa watu. Paulo alikuwa anajenga kanisa, sasa anamtetea kanisa. Unafanana katika mambo kadhaa, lakini kuna tofauti katika mambo kadhaa. Tunaweza kuona pia katika jinsi walivyofanya kazi. Jinsi walivyofanya kazi. Neno Petro amekiri imani. Kwanza katika mitume amekiri imani aliyosifika na Yesu na kuitoa mpaka kuitwa kama alikuwa mama, kwa sababu ya imani aliyokiri Yesu. Amekiri mbele ya wanafunzi wake. Wakati wao wanahangaika namna gani tujibu swali hili, sababu ilikuwa rahisi sana kujibu rahisi. Bado tunaambiwa watu wanasema nini, maoni ya watu kwamba sisi tunaelewana pale watu wanasema. Lakini tunaposema mimi nasema nini au inabidi nafsi yako mwenyewe. Ni kila mmoja alikuwa anakwepa na kujibu swali hili. Kwa darasani tunaweza kujibu. Kwa hiyo wanauza swali wanafunzi na wana wasiwasi kwa wanafunzi mmoja anaokoa wenzake. Ndio anajibu swali kwa sababu ndivyo ilivyokuwa kwa Petro. Alijibu swali sahihi na vizuri na sio kwa kusikia kwa wanafunzi wenzake wanafikiri hivi. Tunaweza kama sisi tunajibu kama hilo, lakini anaokoa. Paulo tunaona katika nafasi mbalimbali katika kazi zake anazofanya. Tunaona Paulo yeye anamtetea Kristo. Yeye anaonyesha imani yake. Katika nafasi kadhaa anatetea Kristo. Anahimiza hata wengine watetee Kristo, hasa anamtetea. Hivyo anamtia moyo